ya Tanganyika kuna jambo kubwa sana wameghafilika. Hawasemi hii amani ambayo leo sisi tumekuwa nayo toka uhuru patikane ili kuja vipi. Sasa mimi nitadokeza kitu kidogo tu, kwa sababu kila alisimama kazungumzia amani. Mwaka 1950 uongozi wa TAA ulikuwa mikononi mwa watu hawa, na walitengeneza kamati wenyewe wakiita kamati ya siasa. Alikuwa Sheikh Hassan Ibrahim, alikuwa mufti wa Tanganyika, alikuwa rais wa TAA Dr. Vedasto Kiarusi, alikuwa katibu wa TAA Abdul Wahid Clayton Sykes, na bahati nzuri mwanae yule pale Dagu Miski Sykes yule katikati. Alikuwepo vile vile Sheikh Saidi Chaurembo, yeye alikuwa ni wali wa Dar es Salaam hapa, na ndio mwenye mji wao, wataalamu wenyewe wenye mji wao. Alikuwepo Hamza Kibwana Mwapachu, alikuwepo na Stephen Abdallah Mohando, maarufu Stephen Mohando, ya baba mara kwa mara kuhawaiweki, na alikuwepo mzee John Rupia. Sasa walikuwa na mambo mawili muhimu wanataka kuyafanya. Kwanza, Tanganyika ikazungumzwe juu, na pili, kumpata kiongozi ambaye watamkabidhi chama walichokusudia kukiunda chama cha TANU. Na watu wengi nimewaacha mbali kwa sababu haya maneno hawajapata kusikia. Sasa basi, huu ni mwaka wa 53, harakati zimekwenda vizuri sana. Abu Said akatoka hapa kwenda Nasio kumpata Hamza Mwapachu, anamwambia Hamza, tunakwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 53 wa kuchagua viongozi wa TAA, na 54 tunaunda chama cha TANU. Bado fikra yako ni kuwa mimi kiti cha rais, alikuwa yeye ndio acting president. Ni kisa kirefu, siwezi kueleza yote, tutakesha. Mimi nikae pembeni nimpishe Julius Nyerere kwenye kiti, na 54 tunaunda chama cha TANU. Na amekwenda na Nasio Ukerewe, kaongozana na mtu mmoja anaitwa Ali Mwinyi Tambwe. Ali Mwinyi Tambwe yeye ndio alikuwa katibu al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, na yeye al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Waislamu wa Tanganyika, iliundwa mwaka 1933. Na kabla wengi waliunda walikuwa kamati kubwa, lakini mtu maarufu katika harakati hizi alikuwa baba yake Abu Sykes, mzee Clayton Abdallah Sykes. Hamza akamjibu Abu na Ali Mwinyi,
Akamwambia, kama nilivyokwambia Abu, mimi nadhani kiongozi atakayefaa kupambana na Waingereza ni huyu bila shaka. Wala Nyerere hajui kama yanazungumzwa na watu watatu. Na nakuambia hivyo kwa sababu sisi tunakwenda kujenga chama cha uhuru leo kwetu. Isiwe wanatizama Watanganyika, wanatizama uongozi, wanatuona sisi, wanakuona wewe na Mgelali Mwitangu, wanamwona Sheikh Hassan bin Abed. Itatuingizia fitna hii, kwa sababu wengine hawapo, na hawa Waingereza ni watu wa fitna. Wanafanya sisi kama walivyofanyia India. India kulikuwa na Congress party ya kina Gandhi au Wahindu, na kulikuwa na Muslim League ya kina Muhammad Ali Jinnah au Waislamu. Na Waingereza walifurahi kwa sababu wanawakumanisha wapate amani. Sisi tusiingie kwenye mtego huo. Na hiyo ni 53. India wapata uhuru 47, usiku wa manane alfajiri unapigana. Congress Party na Muslim League unapigana. Sisi tusiingie. Sisi tuingie tukiwa wamoja. Tukiwa wamoja, amani. Wale wengine walikuwa nje. Kila ukisema bado tumenyerere kwa wasema hiki chama cha kusoma. Si kuwa wanaotaka uhuru ni Waislamu pekee yake. Hata kama sisi tutakuwa wengi tarakati, lakini mwingine hajakatazwa. Huu ndio msingi wa amani hii ambayo leo kila anasimama hapa anajivunia. Lakini ukimuuliza haya hii amani ilikujaje? Hajui. Na sijui, labda waandishi wetu historia, watafiti walighafilika. Lakini mimi nadhani ndio najua kama niliandika historia ya uhuru wa Tanganyika, kile kitabu kinaitwa The Latter Times of Pablo Haysacks, 1954 to 1968. The untold story of Muslim struggle against British colonialism in Tanganyika. Hichi kitabu kilichapwa London mwaka 1998 na mwaka 2002 tukafanya tafsiri, kikachapwa na Phoenix Publishers Nairobi. Hichi kitabu ni mashuhuri, kiko sasa mwaka 26. Ikiwa kujisoma ni bahati mbaya sana, lakini muhimu isome utaelewa. Utangulizi huu sasa nakuja wataje hawa watu ambao leo umata wameamua kuadhimisha. Lakini nasema kitu kimoja, hawa ni baadhi tu. Kama tungesema tuadhimishe, umata ingesema kwa tuadhimishe wote, labda wangenipa daftari zima hapa la majina ya watu, kuanzia wanawake mpaka wanaume. Nataka kukupa mfano mmoja. Nimesikia hapa kuna kitu moja kimerudisha nyuma, wanawake na Samia. Huu mwaka gani jamani huu? 2025. 1955 kulikuwa na wanawake na Nyerere, na iko picha ile picha imepigwa mwezi Februari mwaka 1955. Hapa mwanzo amesimama mmoja anaitwa Ichiku binti Saidi Kisusa.
bibi yake Miski na Basma Musa, na baba yeye anakuwa ni kitukuu wale ndio anakuwa kitukuu. Hapa amesimama Ititi Mohamed, hapa amesimama Bimwambita binti Mnyamani, katikati amesimama baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapa amesimama Lucy Lameck, mtoto mdogo kabisa miaka 24, na hapa amesimama Tatu binti Mzee. Unaweza kujiuliza wanawake hawa wa Kiswahili wamefikaje kuwa karibu na Mwalimu wa siku ile anaondoka Dar es Salaam safari ya kwanza kwenda Juno? Hawa wamsindikiza. Walikuwa na ukaribu gani? Ninakwambieni kuna mengi nitasema hapa takushangaza. Sasa naingia kwa mzee Ali sana. Uhuru ulikuja na changamoto nyingi, lakini hapa sababu yake kwa muhtasari tu ilikuwa Rais Mwinyi alichukua nchi katika shari kubwa ambayo aliwafanyia Waislamu ni kuwaruhusu kutoa kibali kuwa Waislamu na wabaruhusa kuanzisha taasisi zao ili wajiletee maendeleo. Kwa hilo Waislamu hatu hawataweza kusahau shahada Mwinyi, Mungu amrehemu, kwa sababu kuanzia mwaka 68 ilikuwa huwezi kufanya tasjila ya taasisi yoyote ya Kiislamu, ilikuwa ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo Mwinyi tutamkumbuka kwa hili. Kwa pili tunakuja kwa Sheikh Hassan. Sheikh Hassan bin Ameri, ukisoma kitabu cha Abdulais nimeeleza historia yake yote, na nataka kusoma kitu kimoja. Watu wengi wanakuja kuhoji kuhusu historia ya Sheikh Hassan. Lazima muambie kuwa tutamzungumza Sheikh Hassan bin Ameri, lakini kama mtalia basi ujue radhi. Sheikh Hassan bin Ameri hana mfano, hana mfano. Sheikh Hassan bin Ameri na ichi pale tutakwenda kwenye nyuma kwa sababu ndio kwenye hapa kama Abdulais Azizi walipomwendea kumwambia kuwa sasa tunaunda chama, tusikie kauli yake, na kiongozi wetu tunampa chama ni Julius Nyerere. Kama Sheikh Hassan bin Ameri angesema kuwa hapana, historia ya Mwalimu Nyerere ni historia nyingine, asingetawala nchi hii na wala asingekuja kufanya makubwa ambayo alifanya ndani ya nchi hii. Ni kisa kirefu. Sheikh Hassan bin Ameri alikuwa anajenga chuo kikuu hapa mwaka 1968, na yeye baada ya uhuru kupatikana tu alitisha kitu. Unajua zamani kila kitu, nasema haya nikisoma nyaraka za kila science wanaita Muslim Congress. Congress ni mkusanyiko wa vyama vingi, ile ndio Congress. Sheikh Hassan bin Ameri aliitisha mikutano miwili ya Congress miwili, 62 baada ya kupata uhuru tu na 63, na agenda ilikuwa moja, elimu kwa Waislamu. Ndugu zangu,
asitoke mtu akasema kuwa nyinyi Waislamu mpendi shule, atakuwa hajasema hajasaidia haki, asema. Wakaamua kujenga shule ya msingi kila wilaya, kila jimbo, nchi nzima, na kazi hiyo itaanza na ikisimamiwa na East African Muslim Welfare Society. Sheikh Hassan Dlamini licha ya kutaka kujenga chuo kikuu, walifanya safari wakenda nje, nchi za Kiislamu, kuifungua Tanganyika, kwa sababu kabla ya hapo waliokuwa na nguvu ndani ya nchi hii ni wengine. Waislamu walikuwa hawawezi kufanya chochote kwa sababu hawana nguvu hiyo. Sasa Sheikh Hassan Dlamini amerudi mwaka 64 kwa safari ya nchi za Kiarabu, na aliyekuwa rais wa East African Muslim Welfare Society Chewa akaitisha watu wa magazeti, waandishi, akawaambia kuwa tunajenga chuo kikuu hapa. Chuo kikuu kile hakikujengwa na East African Muslim Welfare Society, kikavunjwa. Si kisa ambacho kuna haja mimi kueleza wengi, lakini ilipita. Lakini kubwa la Sheikh Hassan Dlamini ni kuwa aliweza kuwatuliza Waislamu, na alileta kitu yeye ambacho tunaongea sana kuna mbele na kuja nyuma. Aliitisha mkutano mtaa wa Pemba usiku, na katika watu ambao walihudhuria mkutano huo alikuwa Sheikh Ababa Idi Chaurembo, alikuwa na Sheikh Nurdin Hussein, na agenda ilikuwa moja: vipi tutaweza kujenga uaminifu hata wale ambao wako nje wanaitazama tano kwa wasiwasi, kwa sababu tuko wengi Waislamu, wakadhani hiki chama cha Uislamu. Vipi tutaweza kuwaita tuwe pamoja ili tudai uhuru kwa pamoja, amani ipatikane, Waingereza wasipate sababu ya kuambia hawa, nyinyi mnaona mtenu walipojiunga, anzisheni dalili chama chenu, yale ambayo Hamza Mwapachu